kwa sababu mkituacha hivi hivi bila kuendelea na mazoezi tutakufa hata kabla ya siku zetu. Lakini tunapokuwa kwenye mazoezi, tunajua kwamba mazoezi ni dawa kwa watoto, ni dawa kwa vijana, ni dawa kwa wazee. Klabu ya wazee. Klabu ya nini ndugu zangu? Klabu ya wazee. Wazee lazima tuchangamke. Wenzetu wa mikoa mingine wameanza siku nyingi. Ukienda Tanga, sio mbali, Korogwe tu, kuna klabu nzuri tu ya wazee. Mungu akipenda tutafanya utaratibu, twende tukawatembelee na wao watakuja kutembelea ili tujifunze kutoka kwao. Lakini ukienda mikoa ya Mwanza, Kigoma na vitu kama hivyo. Sasa hili ni azimio la ngazi ya taifa, baraza la taifa, kwamba tuanzishe klabu za wazee. Mwalimu Jeremia alipokuja kuniona kuja na ili wazo, tukasema ni wazo zuri. Na sisi, mimi nikiwa kama mlezi wa kamati hii ya kitongoji cha Bwilingu ambayo tulichagua hapa, na sisi hili wazo tulishafikiria siku nyingi kwamba kwa Bwilingu si ndio unajua ndio mjini penyewe kwa Chalinze, si ndio jamani? Lazima tuanzishe hii klabu ya wazee. Kwa hiyo kamati hii ilikuwa na wazo la kuanzisha hii klabu ya wazee. Kwa hiyo Mwalimu alipokuja kunieleza ile wazo lake, nikasema ni wazo sahihi kabisa. Akaja tena tukakutana na kamati, tukalizungumza, sisi kama viongozi wetu tumelipokea. Na tukasema kwa sababu leo tunakutana na wazee wote, tuje tuliwasilishe hili. Lakini pia ilikuwa tangu Ijumaa iliyopita tukutane na afisa ustawi, kwa sababu mabaraza ya wazee kupitia halmashauri yanatunzwa na afisa ustawi. Tukutane sasa sisi kamati, tukutane na Mwalimu na afisa ustawi ili tuliratibu kwa pamoja, kwa sababu kwa muundo huyu anatoka idara ya michezo, lakini sisi tuko chini ya idara ya ustawi. Basi ushiriki wa kijamii kwa wazee wote kupitia michezo na mazoezi jumuishi. Lakini sambamba na ile lengo kuu, ndani yake kuna malengo mahususi, ambalo lengo la kwanza mahususi ni kuhamasisha wazee kushiriki michezo na mazoezi mara kwa mara. Lakini pili, kutoa nafasi sawa kwa wazee wenye mahitaji maalum kushiriki michezo. Lakini pia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu afya ya wazee. Lakini nne, kuimarisha mshikamano na ushirikiano miongoni mwa wazee. Lakini tano, kupunguza magonjwa yanayotokana na kutokufanya mazoezi.